Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Wapewe sifa. Ninakusalimu tena mtazamaji mzuri wa TV yetu hii ya Zoe. Jina langu ninaitwa Lucy Masembo, ni mchungaji wa kanisa la TAG pale Mbezi Beach, ambapo ndipo ninapochunga. Ni kanisa ambalo tumelianza sio siku nyingi, tunamuona Bwana, lakini kwa neema ya Mungu pia mimi ni mkurugenzi wa idara ya wanawake katika jimbo letu la Ubungo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wakati mzuri ambapo tunakwenda kuendelea na somo letu ambalo tulianza nalo jana. Somo la jana lilikuwa lina kichwa kinachosema ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Na tulisoma andiko kutoka katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 11, tukasoma mistari michache, mstari wa 38 mpaka 41. Katikati ya mistari hiyo tuliona mambo mengi sana ambayo yalikuwa ni mazungumzo kati ya Martha na Mariamu na Yesu Kristo, baada ya kwamba Mariamu na Martha wamempoteza ndugu yao Lazaro ambaye alikuwa anaumwa kwa muda mrefu. Na tunaona jinsi ambavyo Yesu alizungumza nao, akawa anawapa matumaini ya kwamba ndugu yao atafufuka. Na jambo lile lilikuwa gumu kwa Martha na Mariamu. Hawakuelewa ya kwamba atafufuka wakati ule. Walijua ya kwamba atafufuka wakati wa mwisho au siku za mwisho. Lakini Yesu alikuwa anawaambia kwamba angefufuka wakati ule. Na ninatamani asubuhi ya leo tena tusome mistari michache kutoka kwenye sura hiyo hiyo ya Yohana, Injili ya Yohana sura ya 11. Tasoma mstari wa 21 na 22, alafu nitaruka nitasoma tena 32 au 31 na 32 ili tuweze kuendelea pale. Ni somo ambalo hatukulimaliza jana. Katika Yohana ile 11 mstari wa 21, Biblia inasema, Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Alafu ninaruka ninasoma na kwenda kusoma mstari mingine tena, mstari wa 30. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa kalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi walio kuwapo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walimuona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata, huku wakidhania ya kuwa anakwenda kaburini ili alie huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake. Ninataka kuonyesha jambo lingine hapa, jinsi ambavyo Martha alimlaki Yesu akiwa mwenyewe, Mariamu alikuwa yuko ndani. Lakini neno lile alilolisema ya kwamba, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu asingalikufa. Neno hilo hilo tena na Mariamu alilisema baada ya kuambiwa Yesu yupo, na yeye akatoka kwenda kumlaki. Lakini akafika na yeye na neno lile lile ya kwamba, Bwana Yesu, kama ungalikuwapo, ndugu yangu asingalikufa. Kwa hiyo wote walikuwa na neno hilo, wakiona kwamba Yesu kutenda muujiza ilikuwa ni wakati tu kama angekuwapo au angekuwepo wakati ule Lazaro anaumwa. Walitarajia kwamba Yesu awepo katikati ya makusanyiko au katikati ya familia ili atende muujiza. Lakini tuliona jana jinsi ambavyo Yesu hazuiliwi na mazingira, Yesu hazuiliwi na wakati. Na tukaona mambo kadhaa ambayo tulijifunza kutoka pale. Tukasema sio vitisho vya kibinadamu, mambo ya kifo hayamsumbui Yesu, yeye ni mtenda miujiza. Lakini pia tuliona jinsi ambavyo Yesu anashughulika na mashaka yetu. Alishughulika sana na mashaka ya Martha na Mariamu.
jinsi ambavyo walikuwa wanaona sasa wameshampoteza ndugu yao, hawawezi tena kumpata, hawezi tena kumwona. Na ni kweli kwamba kifo kibinadamu ni kwamba umempoteza ndugu yako, lakini sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo tunajua tujapokufa bado siku moja tutaonana mbinguni. Kwa hiyo tulisema mambo 4 au 5 ya kwamba Yesu alikuwa anashughulika kuonyesha ya kwamba tukimwamini bado Mungu anatenda makuu. Na sasa asubuhi ya leo nataka niendeleze mambo machache ambayo sikuyasema jana, ya kwamba tuna mambo tunayoweza kujifunza na bado hatuwezi kumaliza. Mambo ya kujifunza ni mengi sana. Nataka niongeze jambo lingine ambalo litakuwa ni jambo la 6, ya kwamba Yesu alikuwa anashughulika na Martha na Mariamu ili kuongeza viwango vya imani. Tunapaswa kuongeza imani yetu. Biblia inatuambia hivi, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, tutamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo tupate kuukulia wokovu, katika Petro wa kwanza sura ya 2. Kwa hiyo maisha yetu ni ya kukua. Kama vile mtoto anazaliwa alafu anaongezeka, anakuwa, anaongezeka kimwili, anaongezeka akili, anaongezeka mambo mengi, vivyo hivyo sisi watoto wa Mungu tunapaswa kukua. Kwa hiyo hata imani inapaswa ikue katika maisha yetu. Tulipookoka tulikuwa tunamwamini Mungu labda kwenye mambo madogo madogo, lakini tukiendelea kukua katika Ukristo na wokovu, tunafika lazima tufike tuamini katika mambo makubwa ambayo yawezekana wakati mwingine unasema hili hapana. Kumbe Yesu anataka tumwamini, tuongezeke. Na Mungu ameweka wazi kwetu, anasema ametuwekea hata huduma mbalimbali, ili katika kujifunza tuweze kuukulia wokovu, alafu tukue, tufike kwenye cheo cha utimilifu wa Kristo Yesu. Kwa hiyo tunapaswa kukua, na Yesu alishughulika na watu hawa, Mariamu na Martha. Alizungumza nao sana. Sura ile yote inaonyesha anazungumza nao sana ili apandishe kiwango chao cha kuamini, ya kwamba kama mnaamini ya kwamba kuna ufufuo baadaye, lakini bado kuna ufufuo hata sasa. Nataka nikutie moyo mtazamaji wangu mzuri, ya kwamba inawezekana kuna jambo ambalo unaona limekufa katika maisha yako, inawezekana likafufuka. Biashara yako imekufa, inawezekana ikafufuka leo, inawezekana ikabadilika leo, ukimwamini Yesu, ukimwomba kwa dhati, ukiendelea kujua ya kwamba inawezekana. Hiyo ilikuwa ni jambo lingine ambalo tulikuwa tunajifunza katikati ya sura hii ya 11 ya Injili ya Yohana, ya kwamba inawezekana kuongezeka imani, inawezekana kukua kiroho, inawezekana kufanya mambo makubwa kwa sababu imani yetu inakuwa inaongezeka. Na hayo unaweza kusoma pia katika Warumi sura ya 1 mstari wa 17. Anasema sisi tunapaswa kukua kutoka imani hata imani. Na ndio maana Yesu akamwambia hivi, mstari ule wa 40, anamwambia Martha, sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Mwanzoni alimwambia ndugu yako atafufuka. Martha anaeleza kwamba najua atafufuka huko mbeleni, huko kwenye umilele. Yesu anamwambia atafufuka leo. Ilikuwa ni ngumu sana Martha kuiingiza akilini kwamba mtu aliyekaa kaburini au maiti iliyokaa kaburini siku 4 ifufuke iweze kuishi. Nataka kusema nini hapa? Kwamba Mungu atusaidie kujifunza. Mungu atusaidie kuchukua maandiko au maneno ya Kristo kuwa ni halisi katika maisha yetu, ili tuweze kuongezeka na kukua imani. Jambo lingine ambalo nililiona katika sura hii, kwamba Mungu anachagua mtu au familia yoyote kuitumia kuwa kielelezo. Kuwa kielelezo. Mimi ni mwalimu by profession, au kwa taaluma yangu mimi ni mwalimu. Napofundisha somo, napotaka lieleweke, nilikuwa natumia kitu kinaitwa teaching aid, kitu cha kusaidia, kisaidizi, ili mwanafunzi aone, ili aguse, ili ageuze, ili aweze kuelewa vizuri. Kwa hiyo na Yesu anachagua familia, anachagua mtu ili aweze kuitumia kwa kielelezo kwa ajili ya kufundisha
familia au kufundisha watu, kufundisha jamii, kufundisha ulimwengu. Mahali hapa sasa tunaona alichagua familia ya Martha na Mariamu na ndugu yao Lazaro. Ametumia mfano huo, ametumia watu hawa ili kufikisha ujumbe kwa Wayahudi. Unajua Wayahudi walikuwa wanamkataa. Walimkataa kabisa, wakasema hatuwezi kuwa na mfalme ambaye amezaliwa kinyonge namna hiyo. Sisi tunajua mfalme Masihi anakuja kwa nguvu na utukufu mwingi. Sasa huyu aliyekuja kazaliwa na kinyonge kwenye hori la kulia ng'ombe hawezi kuwa mfalme wetu. Kwa hiyo sasa nguvu yake Yesu Kristo ilikuwa inadhihirika pia katika matendo makuu ambayo alikuwa anayatenda. Kwa hiyo familia hii wakati huu Yesu aliichagua ili iwe kielelezo, ili afundishe somo si kwa Mariamu na Martha tu, lakini na kwa Wayahudi. Na tunaona baada ya kumfufua Lazaro, Wayahudi wengi waliamini, wale ambao walikuwa wanamkataa, wale ambao walikuwa hawataki. Tunaona pia Yesu anatumia familia nyingine. Alimtumia Ayubu. Mungu alimtumia Ayubu kufundisha ya kwamba inawezekana hata kama tukifika mahali kama wanadamu tumefika mahali tumepoteza matumaini, inawezekana kufufuka matumaini, tukapata tena kitu kile kilichopotea. Inawezekana. Neno la Mungu linatuambia hivi, kuna vitu vinaliwa na tunutu na parare na madumadu na nzige, lakini Mungu huwa anarejesha. Anasema miaka yako iliyoliwa, iliyoharibiwa, Mungu anaweza kuirejesha tena kwa upya. Kwa hiyo ninataka nikuambie mtazamaji wangu mzuri ya kwamba Mungu anaweza kukuchagua wewe leo hii uwe kielelezo kwa ajili ya kufundisha jambo fulani kwenye jamii. Anaweza akakupa jambo, jaribu au sijui ni mtihani tuseme, au kitu fulani kitokee katika maisha yako ili kufundisha jamii ya kwamba inawezekana. Kapita ugonjwa wa namna fulani ambao huelewi, lakini kupitia maombi Mungu akakuponya, inakuwa ni kielelezo. Wako watu wanapita kwenye mambo magumu, lakini hatima ya yote unakuta Mungu amejitokeza na watu wale wamefunguliwa, na watu wanasema lo, kweli hapa ni Mungu ametenda. Kwa hiyo Mungu anachotaka kufanya, kila jambo analifanya ili utukufu wake uweze kuwa mkuu, ili utukufu wake uonekane. Hilo lilikuwa ni jambo lingine ambalo pia tulijifunza au niliona najifunza kutoka kwenye sura hii ya kitabu cha Yohana ya 11. Lakini jambo lingine ambalo niliona kwamba darasa la kiroho halina kanuni, halina formula kabisa. Naweza ukawa na formula ya kusolve swali fulani. Nilikuwa nafundisha mahesabu kwa hiyo nikitaka kusolve quadratic equation, ninajua kuna formula, ninawaambia wanafunzi kuna formula hii. Lakini kwenye darasa la kiroho, katika kuendea kukua na kutembea na Yesu, hakuna kanuni, hakuna formula. Tunaona jinsi ambavyo Daniel alipita kwenye darasa la kipekee mno, akatupwa kwenye tundu la simba, na kule alitoka akiwa mzima. Simba walioachwa na njaa ili kwamba waweze kummaliza, hakumalizwa, hakuharibiwa na simba. Hilo lilikuwa ni darasa na mtihani wa Daniel. Tunaona vijana wale watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, wao walipita kwenye tanuru. Lilikuwa ni darasa lao. Na hivyo basi wakati huu lilikuwa ni darasa la kipekee kwa Martha na Mariamu. Waone ya kwamba Mungu anaweza katumia namna mbalimbali, na mitihani yetu tunayoipitia haitafanana. Mitihani haitafanana. Jinsi ambavyo mimi nimepita katika utumishi au katika wokovu huu ni tofauti na mwingine. Jaribu ambalo mimi nimepita nikashinda kwa sababu ya kumwamini Yesu, mwingine angeweza kupita asiweze. Lakini Mungu aliruhusu niapitie. Mungu anaruhusu wewe upitie mahali fulani, lakini anajua atakavyo kuwezesha. Lakini pia tukumbuke, anapoleta darasa lile anakuwa ametupima, anajua tunaweza. Anasema jaribu halikuwapata ninyi ila lililo kawaida ya wanadamu, katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Anasema ni kawaida ya wanadamu. Alafu anasema
pamoja na lile jaribu, yeye anaweka mlango wa kutokea ili tuweze kustahimili. Kwa hiyo nataka nikutie moyo ya kwamba unapita kwenye jaribu sawa, lakini Bwana ameona unaweza. Kwa hiyo wewe usimwangushe Yesu. Wewe usijifanye kwamba umeonewa, au usijifanye kwamba wewe ni mnyonge, kwamba unapitia kwenye jambo fulani gumu. Hapana, inawezekana. Wako waliopita kwenye mambo magumu zaidi ya hilo, lakini endelea kumwamini Mungu. Na ukiendelea kumwamini Yesu, utukufu utakaoonekana baada ya jaribu hilo kulishinda utakuwa ni mkuu mno, na utashangaa. Utasema hakika bora nilisimama, bora niliendelea. Na baada ya kuwa tumesema mambo hayo machache ambayo tumejifunza, nataka niongee kuhusu sifa za imani inayosababisha utukufu wa Mungu uwe mkuu, au mtu wa namna gani anayeweza kutembea na Mungu hata katikati ya majaribu na magumu, alafu mwisho wa siku utukufu ule uwe mkuu na uwe ni kwa ajili ya Mungu. Kuna sifa ambazo nimeziainisha leo chache tu. Sifa ziko nyingi, au mambo mengi ambayo yanaweza kumfanya mtu imani yake ikapata kuwa yenye utukufu wa Mungu. Jambo la kwanza ambalo nimeona kwa mtu ambaye anataka kuendelea ili imani yake isababishe utukufu kwa Mungu ni ujasiri, au moyo wa ushujaa, uhodari. Kuwa jasiri. Kuwa jasiri manake kwamba sio kwamba mambo hayaendelei. No, yanaendelea tena magumu, lakini unasema hapa napo nitasimama. Mimi hapa nitaendelea. Siwezi kufanya vinginevyo kwa sababu ninajua huyu Yesu atanitokea. Nitoe mfano wa Yoshua katika Biblia. Yoshua alikuwa ni mtumishi wa Musa, na baada ya Musa kuwa ameondoka, amefariki, Mungu anamwambia hivi Yoshua ya kwamba wewe ndiye utakaye waingiza wana wa Israeli katika nchi ya ahadi, au nchi ya Kanaani. Kumbuka Yoshua alitembea na Musa miaka ile yote. Alikuwa amewaona wana wa Israeli jinsi walivyokuwa wananung'unika jangwani, jinsi walivyokuwa na malalamiko mengi, jinsi ambavyo hata Musa wakati fulani alifika naye akachoka na malalamiko yao. Kwa hiyo sasa Yoshua anapoambiwa kwamba wewe ndio utakayewarithisha nchi ile, wewe ndio utakayewapeleka, ilikuwa ni neno gumu, na Mungu akamwambia sasa uwe hodari. Yoshua 1:6 na 9 ukisoma anasema hivi, Mungu akamwambia uwe shujaa na uhodari mwingi. Kwa hiyo uwe jasiri. Huduma, kazi ya Mungu, kumwamini Yesu na kutembea naye katika dunia hii ambayo imeharibika, katika dunia hii ambayo ina mambo mengi, inataka uwe na ujasiri mwingi. Inataka uwe na moyo mkuu ya kwamba nimeamua kwamba unatakiwa, Biblia inatuambia pia unatakiwa kuhesabu gharama. Kwa hiyo tunahesabu gharama kwamba mimi nimeamua ya kwamba nitamfuata Yesu katika maisha yangu yote. Gharama zipo. Kuna mambo ya kujikana, kuna mambo ambayo nitapaswa niache, kuna mambo ambayo nitapaswa nifanye kwa mipaka. Huko nako ni kujikana, ni kuwa na ujasiri. Na kwa jinsi hiyo tunapaswa kuwa na ushujaa. Kwa hiyo Yoshua alipoambiwa kwamba unapaswa kuwa na ushujaa mwingi, ilikuwa ni kitu cha kujifunza, kitu cha kuamua kujitia nguvu. Na ukumbuke kati fulani Musa aliwatuma wapelelezi 12 waende wakaipeleleze ile nchi kabla hawajaingia. Wapelelezi 12 wamekwenda, wameiona ile nchi, wameona uzuri wa nchi ile, wameona kila kitu, wakaona na majumba na ngome na kila kitu. Wanaporudi kutoa taarifa, 10 wanatoa habari mbaya. Wanatoa habari za jinsi ambavyo mji ule au nchi ile ina watu wanaokula watu. Ilikuwa ni habari za ajabu sana, za kushangaza, za kutisha, za kukatisha moyo. Lakini Yoshua na Kalebu wakasema hapana, twendeni tukaingie nchi hii tukaimiliki. Hawa wanaonyesha jinsi walivyokuwa tofauti, kuwa na ujasiri ya kwamba pamoja na kwamba inawezekana hali ile kweli ilikuwepo,
kwamba wale manefili walikuwepo, lakini wao walikuwa wanaona Mungu tuliye naye ni Mungu mkuu. Imani yao ilikuwa inawaambia tunaweza kuingia nchi ile, tutaimiliki nchi ile, tunakwenda na kukaa mahali pale, tutakuwa salama. 10 wote wanasema haiwezekani, haiwezekani, sisi tumejiona kama mapanzi. Lakini Joshua na Caleb wanasema sisi tunaweza, sisi tutamiliki, sisi tutatawala, tunaye Mungu mkuu. Nataka nikutie moyo ya kwamba unaye Mungu mkuu sana, tunaye Mungu mkuu sana ambaye anaweza kutuvusha katika mambo magumu. Jitie nguvu katika Bwana, simama kwa ujasiri. Lakini nataka niseme pia, ujasiri hauji kirahisi tu, hauji kirahisi, hautakuja kirahisi ili uweze mwisho wa siku kusababisha utukufu kwa Mungu. Ni lazima kujizoeza, lazima kujizoeza. Unapita mahali pagumu, unatoka ukiwa umeshinda, na unapita ukishashinda hili linakuja lingine. Na ndio maana mitihani kwa wanafunzi hawaishi darasa la kwanza tu wakamaliza mitihani, no, wanafanya mtihani akianza fika kidato cha kwanza, fika kidato cha 6, akafika chuo, bado kuna mitihani. Kwa hiyo ili tuweze kuwa na ujasiri, lazima tujizoeze kupita kwenye mambo magumu. Hayo yanatupa ujasiri mwingi. Kwa namkumbuka na soma mtu mmoja anaitwa Habakuki, katika kitabu chake ameandika hivi, anasema hivi: hata kama mtini hautatoa matunda, hata kama mzabibu hautatoa zabibu, hata kama mambo yataharibika, anasema hivi, bado mimi nitamfurahia Bwana. Unaona, alikuwa ameshaamua ya kwamba hata kama mazingira yatasema vinginevyo, kama yale mazingira yalivyokuwa yanasema kwa Martha na Mariamu ya kwamba ndugu yao amekufa, tena amekaa kaburini siku 4. Ilikuwa ni ajabu, lakini waliendelea. Nataka nikutie moyo, kutakuwa mteremko kila siku, mambo hayatakaa vizuri kila siku, lakini endelea kumfurahia Bwana, yeye ambaye amekuokoa. Hiyo ni sifa ya kwanza ya moyo wa ushujaa na ujasiri, moyo mkuu wa kuamua kuendelea hata kama wengine wanasema vinginevyo, hata kama wengine watasema haiwezekani, lakini wewe ukijua ya kwamba liko ndani ya neno la Mungu, wewe unasema hapa nitavuka, hapa nitakwenda, nitaendelea. Hiyo ilikuwa ni sifa ya kwanza. Lakini sifa ya pili ambayo nimeiona, ambayo inaweza kawa ndani ya watu ambao wana imani ya kusababisha utukufu kwa Mungu, ni uthubutu. Kuthubutu ni kufanya mambo yani kama kwa kujidhabihu, ya kwamba lolote litakalotokea naliwe, niko tayari, kwamba ni kufa au ni kupona, niko tayari. Tuna mifano ya watu waliothubutu. Wako wale wenye ukoma 4 katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 7. Ukianzia mstari kuanzia wa kwanza mpaka wa 8 utaona hapo. Wale wakoma walikuwa kwenye kambi yao, kwa sababu wakoma walikuwa hawapaswi kuchangamana na watu kwa mila na desturi za Wayahudi. Kwa hiyo walikuwa kwenye kambi, na wakati huu Israeli ilikuwa inapita kwenye kipindi kigumu sana. Kulikuwa na njaa kali ambayo ilifanya mpaka wanawake wanakula watoto wao. Ilikuwa njaa ya ajabu sana. Ukisoma kile kitabu sura ya 6 mpaka ya 7, ilikuwa njaa ya kutisha sana. Lakini sasa wakati huu ilikuwa ni ajabu, wakoma wako kwenye kambi yao. Wanasema hivi, tukikaa hapa tulipo kwenye kambi yetu, kwamba ilikuwa porini au ilikuwa mahali gani, lakini lazima ilikuwa mbali na watu. Wanasema tukikaa hapa tunakufa kwa njaa. Tukienda mjini nako kuna njaa, tutakufa vile vile. Alafu wakasema, lakini kwa Washami huko kwenye jeshi ambalo linawapiga wana wa Mungu, kuna chakula. Kwa hiyo tunafanyaje? Hivi tukae hapa tuendelee kufa? Tuende mjini tukafe kwa sababu ni kwa ndugu zetu? Hapana. Wakasema hivi, tuliendee jeshi la Washami. Kwa Washami ni kweli wana silaha za vita kali, lakini wana chakula. Wakaamua maamuzi magumu, wakasema hivi, twende kwa Washami. Wakituhifadhi hai sawa, wakituua
sawa, maana kufa ilikuwa ni kufa tu, kwamba ni kwenye kambi yao, kwamba ni mjini au kwenye jeshi la Washami, lakini waliamua maamuzi magumu, walithubutu. Na tunaona hadithi ile inatuambia walipoanza kutembea hatua za imani, walivyokuwa wanasogea, jeshi la Washami wakasikizishwa kishindo cha silaha, wakasema ili jeshi ile wana wa Israeli kodi majeshi yaje kutumaliza. Wakakimbia, wakaacha vyakula, wakaacha mifugo, wakaacha kila kitu chao. Unaona, kwa sababu ya nini? Watu wenye imani, tena wenye ukoma, walipoamua kuthubutu, tunaona Mungu alitenda nao kupitia wao, akasababisha ukombozi, na ukombozi ule ukaleta chakula hata kwa wana wa Israeli waliokuwa wamekata tamaa kwa sababu ya mazingira yale magumu waliokuwa nayo. Kuthubutu ni kitu cha muhimu sana endapo unataka kuendelea katika njia hii ya kumtumikia Mungu. Lakini kuna sifa nyingine ambayo nimeiona. Sifa hii nasema hivi: napotaka kuwa na imani ya kutenda na kusababisha utukufu wa Mungu, usijiangalie binafsi. Lazima nitoke kwenye ubinafsi, niangalie wengine, niwaone wengine kuwa bora zaidi. Na hapa tunaupata mfano wa Yesu mwenyewe katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2. Unaona jinsi ambavyo Yesu aliona watu waliokuwa wanaangamia. Tulikuwa tumepotea, tulikuwa watu hatuna Mungu. Anasema Yesu yeye alikuwa na mfano wa Mungu na alikuwa kwenye utukufu mwingi, lakini alipoona jinsi ambavyo dunia imeharibika, akakubali, akasema nitakwenda. Anasema akaacha utukufu, akaacha enzi, akaacha kule kufanana na Mungu, akatwaa namna ya mwanadamu. Tena alipokuwa ametwaa namna ya mwanadamu, anasema akawa mtii, akawa mtumwa, akawa mtu wa chini. Unaona, aliwaona wengine kuwa ni bora. Alituona sisi wanadamu ambao tulikuwa tayari adui shetani ameshaamua kutugandamiza, akatuona bora. Mtu wa Mungu, unapotaka kusimama katika imani, ni lazima uondoe ubinafsi. Lazima niondoe ubinafsi, lazima nitembee katika njia ya kweli. Na tunaona Yesu Kristo baada ya kufanya huduma hii, neno la Mungu linatuambia Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina yote, hili jina la Yesu. Anasema ili kwa jina hilo kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Unaona jinsi ambavyo mwisho wa huduma yake Yesu Kristo ikawa na utukufu mkubwa. Kwa jina lake tunaomba, kwa jina lake mapepo yanakimbia, kwa jina lake tukimwita Mungu kwa jina la Yesu, Mungu anafanya, anajibu, na hivyo utukufu unakuwa ni mkuu mno. Pendwa mtazamaji wangu wa kipindi hiki kizuri cha Nuru ya Asubuhi, mwite Yesu, mwamini Yesu ambaye alikirimiwa jina lipitalo majina yote. Na kwa sababu hiyo yeye anaweza kutuimarisha, anaweza kufanya imani yetu ikawa thabiti, anaweza kufanya au kutuelekeza na kutufundisha katika njia inayopaswa ili tuweze kuendelea kuamini. Unajua ni kitu cha kupaswa kuendelea. Imani ili iweze kuleta utukufu mwishoni ni ya kuendelea, kwa sababu kuna wakati mwingine mazingira yanakwambia hapana, yanakwambia haiwezekani, yanakwambia hapa ni pagumu, haiwezekani, mbona ona kwanza. Yani saa nyingine adui anakuonyesha ya kwamba hata watu wanakuzomea. Watu wanasema yuko wapi Mungu wake? Mbona Mungu wake hajamsaidia? Lakini sisi tunasema hivi, kwa sababu tumemwamini Yesu, tumemwangalia Yesu, tutaendelea. Na tunapoendelea tunaona watu wengine kwamba ni wa maana. Anasema kila mmoja asiangalie mambo yake mwenyewe. Na mfano wa mwanamke yule mjane wa Sarepta. Najua yule mama alikuwa ameshafika mahali, nchi pia ilikuwa na njaa wakati huo. Amefika mahali anasema sasa basi, hakuna tena tumaini. Akaamua, akaendelea kuishi. Nabii wa Mungu Elia anamtembelea. Anapomkuta anaokota kuni ili apike ale na mtoto wake, basi wasubiri kufa. Elia anamwambia hivi, niandalie mimi kwanza, nipikie mimi kwanza,
Mama huyu kama angekuwa na ubinafsi asingepata muujiza, na ule muujiza ulikuja kuleta utukufu mkubwa sana. Elia anamwambia nitengenezee mimi. Mama yule anasema nimebakiza kajitu kadogo, kaunga kadogo, mafuta kidogo, tutengeneze tule mimi na mwanangu alafu tufe, kwa sababu hatuna matumaini. Lakini Elia anamwambia nitengenezee mimi kwanza. Anamjengea imani, anampandishia imani ya kwamba inawezekana. Na yule mama, nashukuru Mungu kwamba alielewa ya kwamba huyu mtu sio wa kawaida. Kama anasema hivi, ngoja ni thubutu, na yeye kama kuna watu waliothubutu, alithubutu kumpikia Elia kwanza. Alafu baada ya hapo akasema hata kama nikizuia hiki kilichobaki kidogo kufa, si nitakufa tu. Lakini alithubutu. Alafu akamwona Elia kuwa ni wa maana zaidi, akasema ngoja nimtengenezee. Alipomtengenezea, tunaona jinsi ambavyo muujiza ulitoka, muujiza mkubwa. Anasema kapu lake au pipa lake la kutunzia kama ni unga au mafuta havikukauka mpaka mvua ilipokuja kunyesha. Aliangalia hitaji la Elia wakati ule lilikuwa ni kubwa, lakini kumbe ndio lilikuwa linasababisha, linaleta muujiza wake. Nikutie moyo rafiki yangu, wakati mwingine unaweza ukawa na hitaji, alafu anakuja mwingine anasema nahitaji hili. Usiseme yani mimi mwenyewe ndio niko mahali pabaya. Mungu anataka kuletea kitu fulani ili uweze kutenda, na kutoka kwenye hilo muujiza wako ukatokea. Nataka kuangalia sifa nyingine, na hii sifa ya 4. Sifa hii nasema hivi, ili tuweze kusababisha utukufu kwa Mungu kwa imani yetu, ni kutokurudi nyuma. Kutokurudi nyuma katika maamuzi yetu. Mara kadhaa watu wanashawishika. Unakuta mtu ameokoka vizuri, lakini mazingira tu fulani yanatokea, anakata tamaa, anarudi nyuma. Hapana, hatupaswi kurudi nyuma. Hatupaswi kurudi dhambini kwanza. Ukishaokoka ni mbele kwa mbele. Amua kuendelea. Jipange kusonga mbele. Of course yatakuwepo mambo magumu. Hatuwezi kusema tu tuishi maisha ya kirahisi tu. Yesu mwenyewe hakuishi maisha rahisi. Alikuwa analala mlimani, anaomba usiku kucha. Akirudi asubuhi anafundisha hekaluni, anahubiri Injili. Haikuwa maisha rahisi. Hata watu wengine wakasema tuonyeshe unapolala, unapoishi. Akasema mwana wa Adamu hana hata mahali pa kulaza kichwa chake. Fikiria mtu huyu ambaye amefanya huduma miaka 3.5, hana mahali pa kulaza. Kulaza kichwa chake. Alikuwa na maisha ya namna gani? Lakini aliamua. Alikuwa ameshajua kusudi la Mungu kumweka ni mwisho wa siku liwe na utukufu mwingi. Kwa hiyo nataka kusema nini? Maisha haya tulioamua kuyaishi ni maisha ambayo yatakuwa na changamoto za kiroho, za kimwili, lakini tusonge mbele. Mungu wetu aliyetuita ni mwaminifu. Nataka nikupe hadithi hii kidogo ambayo ipo kwenye Biblia ya Paulo ambaye alikuwa anaitwa Sauli. Alipookoka, wokovu ule ulikuwa ni kishindo kikubwa katika Uyahudi yote. Wakasema huyu ameokoka. Na hata mitume wale wengine walimkataa mwanzoni. Wakasema hatuna uhakika kweli kwamba huyu kweli ameokoka. Lakini Paulo kweli alikuwa ameokoka, amebadilishwa. Lakini alipoanza kukutana na mateso, kukutana na majaribu, akasema nimeamua. Ukisoma katika sura ya 21 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema hivi, hata unabii ulitoka kwamba mtu huyu mwenye huu mkanda, mwenye huu mshipi, huyu anakwenda kuteswa. Paulo anawajibu, anasema mimi, yani sio kwamba tu kufungwa, hata kama ni kufa niko tayari. Alikuwa ameamua ya kwamba yani kama nilikuwa ninaishi maisha mabaya kule nyuma, hapa sipaswi tena kurudi huko, imetosha. Akasema mimi naendelea, ni mbele kwa mbele. Huko nikifungwa sawa, huko nikiuliwa sawa. Kumbuka mtu huyu Paulo, wakati amepigwa mahali fulani, amesema alipigwa viboko 40 kasoro 1. Manake fimbo 39, mtu mzima anapigwa. Mtu aliyekuwa shujaa,
mtu aliyekuwa anawatesa watu wa Mungu, lakini wakati huu yeye mwenyewe ameingia kwenye mateso, bado anasema nitaendelea mbele. Mtu mzima wakati fulani alifika anabebwa na shushwa kwenye kikapu. Yaani unaweza kuona jinsi ambavyo alikuwa na changamoto nyingi, lakini alikuwa ameamua kumpenda Mungu, kumtumikia Mungu, kumuishia huyo, kwa sababu alijua kule nilikotoka nimeshatoka, siwezi kurudi nyuma tena, kwa sababu Mungu wangu naye mtumikia ni mwaminifu. Basi wakati huu natamani mpendwa wangu mtazamaji ni kuombee. Yawezekana unapita kwenye jambo ambalo unatamani hata kurudi nyuma, unatamani hata kumwacha Yesu. Usimwache Yesu, kuombee ili uendelee mbele. Ongeza viwango vyako vya imani, thubutu kuamua maamuzi magumu wakati mwingine, lakini kuwa na ushujaa na hodari mwingi, kwa sababu kwa Yesu yote yanawezekana. Hebu tuombe. Baba mtakatifu, Jehova Mungu mkuu sana, mwenye enzi na uweza, mwenye haki na hekima, Mungu unayetupenda tena Bwana, unatupenda upeo. Asante Bwana kwa ajili ya somo hili la asubuhi ya leo ambalo tulilianza tangu jana, tukisema ya kwamba tunapoendelea kuamini mwisho tutauona utukufu wako, na utukufu huu Bwana ukionekana, sifa na heshima na adhama nyingi zinakuja kwako, kwamba ni Mungu ametenda, kwamba ni Mungu umejibu, kwamba ni Mungu umefanya. Basi Mungu mtakatifu, ninakushukuru. Tazama Bwana, yawezekana kuna mtu ambaye anapita katika jambo gumu Bwana, yumkini anakata tamaa kwa sababu ya mazingira magumu. Yawezekana ni magonjwa, yawezekana ni madeni, yawezekana ni maumivu makali yasiyoeleweka, lakini Bwana wewe upo. Yesu, wewe ni mwaminifu. Wewe uliyetenda kwa wengine, wewe uliyemfufua Lazaro, unaweza Bwana kufufua afya ya mtu huyu, kama ni mwanamke au mwanaume ambaye anapita kwenye maumivu na mateso mengi. Ninakusihi katika jina la Yesu Kristo, Bwana unyoshe mkono wako ukapate kumponya, ukamguse Bwana. Fufua matumaini yake ambayo yamepotea katika imani, katika kukuangalia wewe. Yawezekana amechoka, kila inapoitwa leo hali yake inazidi kuwa mbaya, inazidi kuzorota, lakini wewe Yesu upo kutuletea matumaini mapya. Wewe umesema Bwana ni Mungu utuponyaye, na Yesu mwenyewe uliteswa, ulipigwa kwa ajili yetu. Kwa kupigwa kwako sisi tuliponywa, kwa kupigwa kwako sisi tumeponywa. Hata leo tunaponywa, tunafunguliwa. Ninaomba Bwana wafungue watu wako, waponye watu wako Bwana, tusaidie. Haiwezekana Bwana ni changamoto au njia panda ya maisha ya imani, mtu haoni aendelee namna gani kwa sababu ya mambo anayokutana nayo. Na kusihi Bwana, lete matumaini mapya tena kwa watu ambao wamechoka kukungoja. Yawezekana jaribu analolipitia limechukua muda mrefu, itoshe Bwana. Mungu uliwaambia wana wa Israeli mlivyozunguka kwenye mlima huu, yatosha, geukeni sasa ili muendelee na safari. Na kuomba Bwana umtokee mtu huyu anayetusikiliza na kutuangalia wakati huu, ya kwamba amezunguka kwenye hilo jaribu, amezunguka kwenye hilo teso. Yatosha Bwana, komesha mateso yake, komesha maumivu yake, komesha Bwana jambo hili ambalo limekuwa mzigo mkubwa kwake. Baba, muonyeshe njia, mfundishe njia atakayoiendea ili Bwana akapate kuinuka na kufanikiwa tena. Asante Mungu wetu kwa sababu wewe ni Mungu unayetupenda. Asante kwa sababu umesema hutaacha mabaya yatupate. Tena wewe ni mlinzi wetu, ni kimbilio letu, ni ngao, ni mwamba wa wokovu, ni jabali letu. Mungu usiyeshindwa, unaweza mambo yote Jehova, na ndio maana umejitambulisha kwetu ukasema ni Mungu wa wote wenye mwili, wala hakuna jambo gumu lisilowezekana kwako. Ninakushukuru Bwana kwa sababu Yehova uliyemfufua Lazaro unaweza kufufua mioyo yetu iliyo katika hali ya kuchoka. Asante Bwana, ulitenda kwa wengine, unatenda hata kwetu leo. Ulitenda Bwana kwa mitume, inawezekana kutenda na kwetu leo, kwa sababu ni wewe Mungu yule yule jana, leo na hata milele. Hujabadilika, hutabadilika. Mungu mwaminifu ambaye unashika maagano, unaliangalia neno lako na ahadi zako ulizotuahidi ya kwamba wewe ni Mungu
Mungu unayetuwazia mema. Baba, asante mno kwa ajili ya somo hili. Ninaamini Mungu limegusa mtu fulani mahali fulani, kwa jinsi ambavyo Bwana umetuhimiza na kututia moyo kwamba tuendelee kukuamini. Jina lako na litukuzwe sana Mwokozi. Ninaomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo, yeye aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Mungu sana mpendwa mtazamaji wetu. Ninaamini ya kwamba Mungu ataendelea kukufundisha zaidi na zaidi kupitia somo hili. Usikate tamaa, usirudi nyuma. Mwamini Yesu, endelea mbele, songa mbele katika njia hii. Na zaidi sana na kualika uendelee kutazama vipindi vyetu katika TV yetu nzuri ya Zoe. Mungu wetu ni mwaminifu na wa haki. Atakutokea tu. Kama kuna asubuhi na jioni, ni lazima na kwako itakutokea tu. Mungu anaweza, na Mungu akubariki sana. Amen.